Kama bado hujaoa, hongera sana. Na usisubiri kufikiria kuoa wakati huu, maana ndoa equals balaa. Balaa equals mchanganyiko wa upumbavu mwingi juu yako, na ukifikia hapo equals kuanguka kwa mwanaume kimaisha. Ndoa ni sawa na kifungo cha maisha yote upande wa mwanaume kwa sasa. Ndoa ni kuingia mkataba ambao mara nyingi hatari zake huzidi faida zake. Inaweza kuathiri kifedha, utulivu wa kihisia na mpaka uhuru binafsi. Mara nyingi hugeuka kuwa mzunguko usioisha wa kujitolea, ambapo mwanaume huacha baadhi ya ndoto zake, kukabiliana na matarajio makubwa na kuishi akiwa na hofu ya kupoteza kila kitu endapo kutatokea talaka. Jamii ya kisasa huinua baadhi ya ndoa, lakini mara chache huzungumzia changamoto ambazo baadhi ya wanaume hukutana nazo ndani ya ndoa. Wanaume wengi huingia kwenye ndoa wakitarajia kupata upendo, ushirikiano na faraja, lakini baadaye hujikuta wakibeba majukumu na shinikizo kubwa linalowafanya wachoke na kukosa furaha kabisa na kukosa hamu ya ndoa. Katika baadhi ya kesi za talaka, wanaume uhisi kuwa mfumo wa sheria huwa hauwatendei haki kwa usawa. Wengine hujikuta wakilazimika kulipa matunzo ya watoto au malipo mengi mengine kwa muda mrefu, jambo ambalo linaweza kuathiri hali ya ubongo na hali ya kifedha na afya ya akili pia. Wakati huo huo, jamii huendelea kutarajia wanaume waendelee kutimiza majukumu yao bila kujali changamoto wanazozipitia katika ndoa. Ndani ya ndoa, mwanamke ana uwezo wa kutotimiza majukumu yake haswa, na serikali ikapigia mkono hilo. Ndani ya ndoa, baadhi ya wanaume huhisi kuwa wanatakiwa kuvumilia ukosefu wa kuthaminiwa, huku wakitarajiwa kuendelea kuthibitisha thamani yao kupitia uwezo wao wa kifedha na kujitolea kwao kwa wanawake. Kila wanaposhindwa kufikia matarajio hayo, hukumbana na lawama, aibu au hata hofu ya kuachwa. Wengine wanaume wanaamini kuwa talaka za kisasa zimeongeza hali hii, kuruhusu ndoa kuvunjika kwa urahisi zaidi, huku mmoja wa wahusika wa ndoa akiendelea kufaidika kutokana na mali au juhudi za mwenzake. Kwa mtazamo huu, wanaume wengi huona kana kwamba wamejitolea sana, lakini hawapati thamani sawa ya kile walichoweza kujitolea. Wanaume wengi wamefundishwa kuamini kuwa ndoa ndio kilele cha mafanikio ya maisha. Hata hivyo, baadhi yao huja kugundua kuwa ni uongo mtupu na shida. Wanaume wanapoingia kwenye ndoa huonekana kana kwamba huwa watoa huduma mpaka mwisho. Wao ndio nguzo ya kifedha kwa mtu ambaye wao ndio ubeba uzito na majukumu tu. Wakati mwingine wanaume huanza kuhisi kwamba thamani yao inapimwa tu kwa kile wanachoweza kutoa na si kwa utu wao au hisia zao. Baadhi ya watu wanaamini kuwa ndoa za kisasa zimepoteza misingi ya upendo. Ndoa za kisasa zimepoteza heshima na ushirikiano wa kweli. Badala yake huanza kuonekana kama makubaliano ya kubadilishana faida ndiyo ndoa, ambapo mwanaume huwekeza muda wake, nguvu zake na mali zake, huku wakihisi kuwa hawapati kile walichotarajia kwa kiwango sawa. Kule kukazwa kufanikiwa kifedha, kuwa imara kihisia na kutoa msaada kwa wanawake usioyumba huwa unawachokesha wanaume wengi aisee. Mara nyingi anayetarajiwa kuvumilia yote ni mwanaume. Anayetarajiwa kutokulalamika ni mwanaume. Mwanaume ndipo anapojaribu kueleza maumivu yake, hupuuzwa, hudharauliwa na kuonekana dhaifu kwenye ndoa. Basi jueni hivi, enyi wanaume, kweli ninawaambia ninyi, kwa sasa miaka hii tuliopo sisi, tuliofikiria nyakati za mwisho, hakuna kitu kinachoitwa ndoa, bali ni zile ndoano ndizo zinakubalika na kuitwa ndoa kwa sasa. Kwa mujibu wa mtazamo huu, ndoa sio ushirikiano wa usawa, bali ni mfumo unaowataka wanaume kujitolea zaidi kuliko wanawake, kuliko wanavyopokea mshahara, kuliko wanavyopata. Wao wanatakiwa kutoa tu. Ndoa inapovunjika, baadhi ya wanaume hujikuta wamepoteza mali, baadhi ya wanaume hujikuta wamepoteza muda, fedha, hata mahusiano yao na watoto wao pia. Ningesema tu ya kwamba wanaume wanapaswa kufunguka macho aise. Fungueni macho enyi wanaume. Kutanguliza furaha
maisha yao wenyewe, wanatakiwa wafanye hivyo, kutanguliza mafanikio yao na mustakabali wao kwanza. Wanapaswa kujilinda, kufanya maamuzi kwa busara na kutoruhusu mtu yeyote kuwanyonya kifedha au kihisia. Nako kujilinda huko, wanahitaji kukwepa ndoa kwanza, kupita pembeni, kisha kuingia baada ya kuzeeka. Wanaume mnapaswa kujilinda, kufanya maamuzi kwa busara na kutokuruhusu mtu yeyote kuwanyonya kihisia wala kifedha. Hizi ndizo sababu zilizomfanya mwandishi kuandika kitabu kinachoitwa Kanuni 7 za Kijana Mtukutu. Mwandishi anawahimiza wanaume kutokuwa watu wanaojidhalilisha kwa ajili ya kukubalika, bali kuwa watu ambao wanatakiwa wajifunze kujithamini na kulinda maslahi yao binafsi. Andika PDF kwenye maoni, nami nitakutumia linki ya kupata kitabu hicho. Bado tuko kwenye ile episode yetu ya You Can Be Loved But Still Be Used. Tunakupa tips hizi ili kukuchangamsha, upate kuwa makini, usije ukatumiwa na huku unapendwa. Unaweza ukapendwa na bado ukatumika. Jihadharishe sana, kuwa makini, tumia hekima tu, utanielewa. Asante sana wanaume, sio mwingine ni wako mwalimu Kelvin Ndume, na hii ni AU Speaker. Hapa tunaangalia ukweli ya maisha, the reality checks.